وفي الحديث katika hadithi imekuja hivi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume rehma na amani juu yake amesema, rufi'a al-qalamu an thalathin, imenyanyuliwa kalamu, haiandiki si mema si mabaya kwa watu watatu. Haiandiki pale kwenye daftari la kuandikia mema au mabaya, kalamu imenyanyuliwa, iandike watu watatu. Wa kwanza anin naimi, wa aliyelala. Mtu akiwa kalala, basi yale yote atakayofanya usingizini hayaandikwi, hata asome Qur'ani kwenye usingizi na kwa tajwidi nzuri tu, lakini kalala basi haandikiwi. Na pia akifanya madhambi kwenye usingizi, tushukulie mfano aweweseke atukane ndani ya usingizi, basi hayachukuliwi, kalamu hayaandikwi. Anin naimi hasta yastayqidha, mpaka aamke. Sasa ukishaamka ukifanya pale kwenye ukiwa uko macho, hapo sasa kalamu itashuka na itaandika. Lakini wa pili, wa anisabi, na mtoto mdogo, hata yashiba, mpaka afikie kijana, manake ya baleghe. Mtoto mdogo kalamu haiandiki kwake, hajafunguliwa kaunti ya kufunguliwa yeye, mpaka awe baleghe, kalamu kwake ndio itaanza kuandika. Wa anil ma'tuhi, na watatu, yule aliyekuwa amechanganyikiwa, yani aliyekosa akili, hata yaqila, mpaka akili irudi. Akili irudi, basi tayari atakuwa anaandika. Mwenda azimu haandiki kitu. Wal hurriya, na ule kuwa mtu huru asiwe mtumwa, maana yake pia nayo shartun, ni sharti liujubi alhaji, ya kuwajibikiwa hija. Pia mtu lazima awe huru asiwe mtumwa. Kwa nini? Lianna ibadata, kwa sababu ibada taqtadhi waqtan, ibada yoyote sio hija tu, ibada ile ya hija ni ibada ambayo inahitaji wakati. Wayashtaritu fiha alistita, kwanza inahitaji wakati, siku karibu 8 zile watu wanaenda kule. Sasa hiyo muda hana, maana ni mtumwa huyu, ni mtumwa wa watu. Kwa hiyo ina maana bosi hawezi kumvumilia akaweza kumpa huo muda, hana huo muda, inahitaji wakati. Lakini pia wayashtaritu fiha alistitaa, pia inashartishwa uwezo. Mtumwa uwezo hana, kwa sababu hamiliki kitu. Mtumwa anachochuma chochote cha bwana mkubwa. Wal istitaa inahitaji na uwezo. Bainama al-abdu, wakati mtumwa, mashghulun, yeye anashughulika siku zote, bihuquqi sayyidihi, kutekeleza haki za bwana wake, wa ghairu mustati'i, na hana uwezo wa kwenda. Wa amma al-istita'atu faliqawli Allah, anasema ama sharti ya kushartishwa kwamba lazima mtu awe na uwezo, hii faliqawli Allah ta'ala, ni kwa ushahidi wa kauli ya Allah mtukufu aliposema, walillahi ala nasi, na Allah amewalazimisha watu, hijjul baiti, kuhiji katika nyumba, man istata'a ilayhi sabila. Man istata'a, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo, ilaihi, wa kufikia huko, sabila, lazima awe na njia za kufikia, manake awe na nauli au awe na kipando na masurufu mbalimbali ya kutumia njia. Thumma, kisha, tatahakkaku al-istita'a, utathibitika ule uwezo. Bima, sio thumma, bima, kwa mambo gani sasa? Tatahakkaku al-istita'a, utapatikana, utathibitika uwezo. Sawa, tushaona kwamba miongoni mwa sharti lazima mtu awe na uwezo. Huu uwezo utathibitika vipi mpaka mtu ambiwe tayari yeye ana uwezo? Bima, ni kwa mambo gani tatahakkaku al-istita'a, utathibitika uwezo, kwamba mtu ataambiwa yeye tayari ana uwezo? Anasema tatahakkaku al-istita'a, utathibitika uwezo, allati, ambao, hiya shartun, ni sharti, min shuruti al-wujubi, miongoni mwa sharti za kuwajibikiwa hija. Uwezo huo utathibitika bima yaati, kwa haya yafuata. Bima yaati, kwa haya yafuata. Kwanza kabisa, an yakuna al-mukallafu sahihul badan, awe yule mukallafu ambaye sheria ishamlazimu, lazima awe sahihul badan, awe mwili wake ni mzima, si mgonjwa.
kwa maana ya kwamba kule mtu kuwa na pesa tu bado istitaa haijatimia, kama atakuwa mwili wake si mzima kiafya. Kwa hiyo miongoni mwa istitaa vile vile anasema an yakuna, awe almukallafu huyo aliyekalifishwa na sheria, sahihul badan, awe ni mzima mwili wake. Kwa nini? Fa inna ajaza anil haji, kwa sababu akiwa anashindwa kuhiji, li shaykhukhati, pengine kwa sababu ya shaykhukha, uzee, kisha kuwa mtu mzima sana hawezi. Ikiwa ni hivyo, au zamanati, au pengine hawezi ni kwa sababu ya paralyze, kwamba yeye tayari amepooza viungo fulani, hawezi kwenda kufanya hija. Au maradhin, au pengine hawezi kwa sababu ya ugonjwa fulani, la yurja shifauhu, ugonjwa ambao hapatarajiwi kupona kwake. Mtu kama huyu lazima itamlazimikia ihjaju ghairuhu, ahijiwe na mtu mwingine, anhu, mtu huyo wake atakwenda hijiwa. In kana lahu malu, lakini atakwenda hijiwa na mwingine ikiwa anayo mali ya kuhijiwa. Wasayati, na itakuja kuelezewa fi mabhathil haji, katika tutakapofanya tapiti ya hija, anil ghairi, kuzungumzia hija, kuhijiwa mtu mwingine, itazungumziwa hiyo kwamba mtu anatakiwa ahijiwe vipi na kwa masharti gani. Lakini pili, antakuna tariku amina, miongoni mwa uwezo, kwanza mwili uwe vizuri, lakini pili antakuna tariku, iwe na hiyo njia amina, iwe ina amani. Hiyo njia kwendea huko Maka huko iwe kuna usalama huko njia. Ikiwa usalama hakuna, basi istitaa pia hamna. Hata kama una uzima wa kiwiliwili, pesa unayo ya kumwaga, bado itakuwa istitaa wewe bado huna. Kwa ina maana wajibu wa hija kwako utakuwa bado, kuwe kuna usalama huko njiani. Bihaithu, katika hali ambayo ya'manul haju, apate amani yule hija haji, ala nafsihi wa malihi, awe na amani yeye mwenyewe na mali yake. Ikiwa huko njiani kutakuwa na vibaka wanakabakaba na hakuna njia ya kupita ila hiyo, basi istitaa bado kwake. Au pengine kuna vita na hakuna njia ya kupita ila wapite nchi hiyo, na hiyo nchi ndio vita, hakupitiki, basi istitaa, hata kama yeye ni mzima wa kiwiliwili, ana mali, bado istitaa haijatimia, yeye si mustati. Na kwa kuwa si mustati, maana yake atakuwa bado wajibu wa hija kwake haujawa kwake. Lazima apate amani yeye mwenyewe na mali yake. Falau khafa ala nafsihi, kama atakhofia nafsi yake uko njiani, min quta'i tariqi, kutokana na wale majambazi wanaita quta'i tariqi, wakabaji wapigaji wakabaji, akihofia hao, au wabain, au pengine anahofia maradhi mabaya, kuna maradhi ya kuambukiza sehemu fulani, bado istitaa. Au khafa ala malihi, au pengine anaogopea mali yake kuibiwa njiani, min an yuslaba minhu, kutoku, yani anaogopea mali yake, min an yuslaba, kunyang'anywa, minhu, mali hiyo. Fahuwa, basi mtu huyo, mimman lam yastati, ni miongoni mwa yule ambaye lam yastati ilayhi sabila, bado hajakuwa na uwezo wa kufikia huko. Kwa hiyo hija kwake bado. Wakad ikhtalafa alulamau, na kwa hakika wamekhtalifiana wanavyuoni, fima yu'khadhu fi tariqi, kuhusiana na kile kinachochukuliwa mle njiani vipi. Wamekhtalifiana wanavyuoni fima yu'khadhu fi tariqi, katika yale yanayochukuliwa mle njiani. Kule njiani katika safari kuna mapato fulani, pengine umepita boda hili lazima ugonge kwamba kuna malipo fulani ulipe, pengine kuna rushwa fulani lazima utoe ndio ugongewe, yamo hayo. Sasa maulama wamekhtalifiana kuhusiana na yale mapato mengine yukhadhu fi tariqi, ambayo yanakuwa yanachukuliwa mle njiani kwa wasafiri, wakipita sehemu fulani kunakuwa na mapato fulani, si halali kwa kweli yale mapato yanakuwa, lakini ndio lazima wewe ili upite lazima uwalipe watu mambo haya. Wametofautiana hoje hizi nazo ni lazima zimo katika istitaa au hazimo hizo. Uelewana?
min almaksi, kutokana na kodi, walkaushan, na ada au hatimiliki. Hal, je, yuaddu udhran, hizi nazo zinahesabiwa kuwa ni udhuru muskitan lilhaji, ambao utaondosha wajibu wa hija, amla, au haziondoshi wajibu wa hija? Kwamba je, istitaa lazima utimize matumizi na yale marushwa ya mule njiani? Ikiwa wewe unamiliki nauli lakini vile marushwa ya njiani huyamiliki, utaingia kwamba wewe huna istitaa, au zile hazihesabiwi kwamba zile haziingii kwenye istitaa? Nafahamika? Je, zinaingia hizo kwamba ni udhuru, kwamba mimi bwana lazima nikienda Maka lazima kuna nchi fulani nikipita lazima pale ulipe kiasi fulani, na mimi sina hiyo, na kwa kuwa sina, ina maana siwezi kupita pale, lazima nilipe malipo fulani? Haya yanahesabiwa ndani ya istitaa yamo, au haya hayaingii katika istitaa? Kwamba ikiwa wewe hujamiliki hicho, utakuwa wajibu wa hija bado kwako, au wajibu utakuwa ushawajibika kwako? Haya mambo ya makodi hayaingii hesabuni, hayaingii kwenye sheria. Dhahaba Shafi'i, amekwenda kusema Imam Shafi'i, wa ghairuhu, na wengine wasiokuwa yeye, wao wanasema ila i'tibarihi udhran, wanazingatia kuwa huo pia ni udhuru muskitan lilhaji, ambao unadondosha wajibu wa hija. Kwa maana kwa mujibu wa Imam Shafi'i rahimahullah na wenziwe, wao wanaona ikiwa wewe umemiliki nauli, umemiliki mambo yote, lakini hujamiliki, huna pesa za kulipalipa mule kwenye zile kodi ambazo pengine zitakuwa zimo, hiyo humiliki, basi kwa mujibu wa Imam Shafi'i na wenzake wanaona wewe si mustatii lilhaji sabila. Wewe bado hujakuwa mustatii, manake hija kwako bado haijakuwajibikia. Tena wa in qalla al-ma'khudh, hata kama kiwe ni kidogo kile kichukuliwacho njiani, basi wewe madhali huna, basi wewe utakuwa si mustatii. Hiyo ni kishafi'i na wenziwe. Lakini wa inda al-malikia, kwa upande wa Imam Maliki, wa watu wa Maliki, wao wanasema la yuaddu udhran, hizo kodi za rushwa zilizokuwa si za batili, zilizokuwa za batili njiani, hizi hazihesabiwi kuwa ni udhuru. Kwa maana wewe ukimiliki tu yale malipo mengine yaliyokuwa ya lazima, haya yaliyokuwa si ya lazima waliopanga watu, haya kwa mujibu wa Malikia, haya hayaangushi wajibu wa hija. Wewe utakuwa una wajibu wa hija. Utafanyaje? Utajua wewe ukwepe vipi? La yu'addu udhran illa, isipokuwa idha ajhafa bisahibihi, isipokuwa zitakapofikia kuwa ajhafa li sahibihi, kwamba itapelekea mtu ajhafa, kudhulumika, kuteseka yule sahibihi, kwamba ikiwa hujalipa pengine utakamatwa, utatiwa gerezani, utafungwa, utafanyaje? Hapo itabidi udhura. Fahamika? Au takarrar akhdhuhu, au ikifikia wakati ikawa inakaririwa kuchukuliwa, kwamba unapita hapa unachukua, na pale lazima uchukuliwe, na pale lazima utoleshwe, na pale lazima ulipishwe, kwa hapo sasa inabidi itakuwa ni udhuru. Hiyo kimalikia. Sharti la 3 na la 4, an yakuna malikan lizali, baada ya kumiliki afya katika kiwiliwili, lakini kumiliki njia kuwa salama. Tuko pamoja eh? Njia kuwa nini? Kwanza kumiliki kuwa na uwezo wa kiafya, uzima wa afya, sawa jamani. Pili, njia iwe nini? Salama. 3, an yakuna malikan lizadi, lazima awe amemiliki matumizi, zadi matumizi. Na 4, waraha, kipando pia, usafiri. Kwa amiliki matumizi,
mle njiani, atataka kula yeye, atataka kufa kwenda chooni na vyo mpaka ulipie siku hizi humo, tuko pamoja atataka hivi na hivi, atataka kula na hivi na hivi, makazi na awe na masurufu zadi matumizi, lakini waraha pia awe na usafiri. Maana yake si usafiri kwamba lazima umiliki gari, yani uwe una nauli. Walmu'tabaru, na kinachozingatiwa fi zadi, kwenye yale matumizi, ayamlika ma yakfihi, anatakiwa amiliki kinachomtosha yeye, mimma yasihu, miongoni mwa kitu ambacho kitasababisha kupatikana uzima bihi, ndio badanihi, kupata uzima wa mwili wake, manake uwe na matumizi ya matibabu njiani. Wayakfi man yaulu, lakini pia na amiliki cha wale ambao yauluhu, wanaomlazimu yeye, pengine watoto wake, mke na wengine. Kifayatan, au miliki cha kuwashitekelezea yauluhu, wanaomlazimu yeye. Kifayatan, awe na utoshekaji, iwe kitu kinachotosheleza na sikutosha tu. Fadilatan, kiwe kimezidi. An hawaijihi, kiwe kimezidi zaidi ya shida haja yake asliya, zile za asili. Yani amiliki yeye kitu ambacho yasihu bihi badanahu, kitamwezesha yeye kuweza kutibia mwili wake. Matibabu aina nyingi, hata kula ni matibabu jamani. Kama akiumwa atapata matibabu, hajaumwa lakini ndio ataumwa na njaa, yote mwili wake uwe sahihi. Lakini wayakfi man yauluhu, na pia awe na kile ambacho kitatosheleza man yauluhu, cha wale waliomlazimu, tena kifayatan fadila, awe na kitu cha kuwatosheleza na ziada. An hawaijihi al-asliya, kizidi kidogo kwenye zile matumizi yao na haja zao za asili. Maana usije ukawa ndo una hiyo nauli tu. Tupo pamoja Ushapanga bwana, mimi kule bwana nitakula siku 3, kwa hiyo siku 3 30,000 mfano, ikawa uwe na ziada hakiba manaki, kwa sababu lolote laweza tokea, usije kuwa omba. Na hawa unaowaachia manake wawe na matumizi yale ya asili na ziada, kuwe na hakiba inawalinda. Kwa sababu wewe unaweza ukapanga bwana, haya matumizi mimi nakwenda kukaa siku 8, lakini mara kule ukafika ndege likaharibika, mkakaa 15, huku watu wakaanza kupita wakiomba baba yao yuko hija. Tuko pamoja? Kwa hiyo kupatikane matumizi ya ziada. Ana hajati al-asliya min malbasin, awe ana mavazi ya kutosheleza yeye na familia yake. Wa maskani, na makazi, yeye kule awe na makazi, manake awe na masurufu ya kupata makazi, na huku nyumbani watu wawe na makazi. Kama uliwakodia tayari uwalipie, sio kwa uko hija huku wanatolewa nje hawana kodi. Wa markabin, na uwe na kipando kinachotosheleza masuala ya vipando, manake usafiri. Wa alati, hicho kipando sio kwa yeye tu jamani yeye na hawama yaudu, na wanahitaji vipando hawa. Tuelewana? Wanakwenda shule hawa watoto, si ndio? Wanataka nauli, ni vipando hivyo. Sio kwa tena wewe kwanza wakabidi kwanza watu hawendi tena skuli, hawendi kwenye safari ambazo za lazima kwa wanatakiwa kuenda, kwa sababu nauli hawana mpaka baba yao arudi. Kwa hiyo maskani wawe nayo, wa markabi, na vipando. Kwa hiyo kama wana gari basi mafuta wawe nayo uzuri mpaka unarudi. Wa alati hirfati, na hata zana zile za matumizi wawe nazo. Zana za matumizi wewe uwe nazo, na nyumbani ziwepo. Kama mwiko uwepo, tupo wawe wana mwiko, wana sifuria, wana vikombe. Sio wewe umeondoka watu wapita wakiazima vitu. Nafahamika? Yote ni istitaa hiyo. Ala tuhilfa hatta yuaddi alfaridha, tena waweze kupata matumizi ya kuwatosheleza mpaka
yule aliyekwenda kule yuaddi alfaridha, amalize kutekeleza faradhi ile, wa yaudu, na arudi, watu wasipata shida katika masuala ya matumizi. Walmu'tabaru, na kinachozingatiwa fi rahila, katika matumizi ni hayo, sawa inazingatiwa apate matumizi yake yeye yanayomtosheleza na ziada, lakini na familia yake yanayotosheleza na ziada. Kwa upande wa rahila, mu'tabaru, kinachozingatiwa fi rahila, kwa upande wa usafiri au kipando, antumkinuhu min adhihabi wal iyabi, yani awe na kipando au usafiri ambao yumkinuhu, utamuwezesha yeye, min adhihabi, kwenda, wal iyabi, na kurudi. Sio una nauli ya kwenda tu kurudi, sema lifti nitapata. Magari ya michanga kule hakuna. Sawa jamani? Sawaun akana dhalika an tariqi albarri, ni sawa ikiwa mtu huyo anapita njia ya bara, yani nchi kavu basi lazima awe na nauli au usafiri wa kwenda na wa kurudi, iwe anapita an tariqi albarri, njia ya nchi kavu, au albahari, au anapita baharini, au jawi, au anapita angani, awe na nauli au usafiri wa kwenda na kurudi. Wa hadha binisbati, na hii kuwa mtu lazima awe na usafiri wa kwenda na kurudi ni kuhusiana liman, kwa yule tu ambaye la yumkinuhu almashi, ambaye hana uwezo wa kutembea na miguu. Kwa nini? Libuudihi an makkata, kwa sababu yeye yuko mbali na Maka. Yule ambaye hana uwezo wa kutembea kwa miguu ndio lazima awe na usafiri wa kwenda na kurudi. Wako pamoja? Kwa sababu yeye yuko mbali na Maka. Fa amma alqarib, ama yule ambaye yupo karibu, hana haja ya usafiri, yeye akipita chochoro hapa, akikatiza hapa, katokeza hapo. Alladhi yumkinuhu, ambaye yeye inawezekana almashi, ya kutembea tu, huyu fala yu'tabaru wujudu raha, kwake hakuzingatiwi kupata usafiri. Sikasema mpaka niwe na gari, wewe miguu tu unapiga unakwenda. Yeye haizingatiwi wujudu rahila, kupata kipando, fi hakihi, kwa haki ya mtu kama huyo. Kwa nini? Liannaha masafatan qariba, kwa sababu ni masafa mafupi, yumkinuhu almashi ilaiha, inawezekana kwake kutembea tu kwa miguu kwenda sehemu hiyo. Wakad jaa fi baadhi riwayati alhadith, na zimekuja katika baadhi ya riwaya za hadithi kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kwamba hakika mtume rehma na amani juu yake, fassara sabil, amefasiri lile neno sabili kwenye aya, man istata ila sabili, kafasiri neno sabili kwenye aya bizadi warahila, kwamba maana yake ni matumizi, warahila, na usafiri. Ushahidi wa hayo, fa an Anas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas, Allah amridhie, kala, amesema, kila, palisema kuulizwa mtume, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, masabil, nini sabil? Kwenye aya imetaja tu walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ila sabil, hii sabili ni nini? Kala, akasema, azadu warahila, asabili pale ni matumizi na usafiri. Rawahu Daraqutni, imepokewa hadithi ni Imam Daraqutni, wa sahahahu, na amesahihisha. Kala al-Hafidh, amesema mwana wa chuoni Hafidh, bila shaka bin Hajari au mwingine, anasema warajihu irsal, kauli yenye nguvu ni kwamba hii hadithi sio sahahahu, kwamba ni sahihi, bali irsalu, hadithi ni mursal. Wa akhrajahu Tirmidhi, na pia imetolewa na Imam Tirmidhi, min hadithi ibn Umar, aidan, kutokana na hadithi ya Abdullah bin Umar vile vile. Wa fi isnadihi, lakini na hiyo nayo katika sanadi yake dhafun, ni dhaifu. Wakala Abdul Haqi, na akasema huyo Abdul Haqi, akasema turkuhu, njia zake za hadithi hizo, kullaha dhaifatu, zote ni dhaifu. Wakala Ibn al-Mundhir, na akasema Ibn al-Mundhiri, la yuthbitu al-hadithu, haijathibiti hadithi hii, fi dhalika, katika jambo hilo, musnadan, katika sanadi yake haijathibiti. Wasahihu, anasema na kilichokuwa sahihi,
riwayatul Hasan al-mursala, ni hiyo riwaya iliyosimuliwa na bwana Hasan ambayo ni mursal, hadithi ni mursal. Wa Ali radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Ali Allah amridhie, na yeye kasimulia kwa kusema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mtume rehma na amani juu yake amesema, man malaka zadan, yoyote atakayemiliki matumizi, warahila, na kipando au usafiri ambacho tablighuhu, kitamfikisha ila baitillahi, kwenye nyumba ya Allah, walam yahujja, halafu asende kuhiji, na uwezo huo kumbe anao, anacho matumizi anayo na usafiri wa kumfikisha kwa anao, basi anasema fala alaihi, hakuna ubaya kwa mtu huyo, anyamuta kufa inshaa yahudia, ima atakufa akiwa Yahudi, inshaa nasrania, au akitaka atakufa akiwa Mnasara. Yani wewe una matumizi unayo ya kutosheleza kukufikisha katika nyumba ya Allah na kurudi, na usafiri unao wa kukupeleka na kurudi, halafu usiende kuhiji, anasema wewe si tatizo kama utakufa Yahudi au utakufa Mnasara, sawa, yani haki yako kufa hivyo. Tumefahamiana? Wadhalika, na kwa nini imekuwa hivyo? Asema na imekuwa hivyo kwa sababu anna Allah Ta'ala, kwa sababu Allah mtukufu, yakulu, anasema, walillahi ala nasi, na Allah amewafaradhishia watu hijjul baiti, kuikusudia ile nyumba, man istataa, kwa yule mwenye uwezo, ilai, kwenye nyumba, sabila, awe na njia za kufikia. Wewe unazo, hujaenda. Hadithi rawahu Tirmidhi, imepokewa na Imam Tirmidhi. Wa fi isnadihi Hilal, na kwenye sanadi yake kuna bwana mmoja anaitwa Hilal ibn Abdullah, Hilali mtoto wa Abdullah. Huyu wa huwa majhulu, ni mtu ambaye hafahamiki historia kwamba ni thika au si thika, kwa maana hadithi itakuwa ina kasoro ya udhaifu. Wal Harith, pia kuna mwingine anaitwa Harithi, na huyu bwana huyu Harithi wakadhabahu Sha'bi, Imam Sha'bi amesema jamani muongo, wa ghairuhu, na sio Imam Sha'bi tu, na wengine sema huyu jamaa ana sifa ya uongo. Wal ahadithu, na hadithi zote hizo tulisoma hapo, wa in kanat kulluha dhaifatun, hata kama zote ni dhaifu, illa isipokuwa aktharul ulama, wanawavuoni wengi, yashtaritul ijabu alhaji, wanashartisha ili iwajibike hija, azadi warahila, lazima mtu amiliki matumizi, warahila, na usafiri. Liman, kwa yule ambaye naat, aliyekuwa yuko mbali, daruhu, mji wake uko mbali, basi lazima amiliki matumizi na usafiri. Faman lam yajid zadan, yule asiyepata matumizi, warahila, na kipando au usafiri, fala hajja alayhi, hakuna wajibu wa hija kwake. Qala Ibn Taymiyyah, amesema Ibn Taymiyyah, fahadhi la hadith, hadithi hizi musnada, ni musnad, yani ni hadithi ambazo musnadi, zimetegemezwa kabisa, min turukin hasani, na zimetegemezwa kwa njia iliyokuwa hasan. Wa mursala, na nyingine ni mursal. Wa maukufa, kuna nyingine maukufu, zimesita njiani, maana yake ni maneno ya sahaba. Zote hizi tadullu, zinafahamisha ala anna manatul wujubi, ya kwamba manatul ujubi, sababu ya kuwajibishwa hija, azadi, ni lazima mtu awe na matumizi, warahila, na kipando au usafiri. Tena maa ilmi nabi, pamoja na kwamba mtume alikuwa anajua, anna kathira minan nasi, kwamba wengi katika watu, yakdiruna ala almashi, wana uwezo wa kutembea tu kwa miguu, lakini alisema hivyo. Wa aidan, vile vile, fa inna Allah qala, kwani Allah kasema, fil haji, kwenye hija kasema hivi, man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo wa kwenda huko, awe na njia ya kumfikisha huko. Imma an yu'niya alqudra, hapa aliposema awe na uwezo wa kufikia njia huko, imma inawezekana ikawa an yu'niya, ikakusudiwa alqudrata almu'tabira,
ni uwezo ambao unazingatiwa fi jamii ibadati, ule uwezo ambao unazingatiwa kwenye ibada zote, ndio uwezo ule ule. Inawezekana ikawa uwezo ni ule uwezo ambao unazingatiwa kwenye ibada zote kwamba uwe na uwezo, basi uwezo huo pia na kwenye hija unatakikana uwezo huo. Wa huwa, na uwezo wenyewe mutlaqil almuqna, ni ule uwezo wa moja kwa moja ulioachiliwa, au qadran zaida, au awe na kiwango kilichokuwa cha ziada, uwezo wa ziada, sio ule wa kawaida tu. Zaidan ala dhalika, awe na uwezo wa ziada zaidi ya ule wa kawaida. Fa in kana almu'tabaru alawwal, ikiwa uwezo uliozingatiwa ni ule wa mwanzo, manake ni ule mutlaq tu ulioachiliwa, kwa maana uwezo wa kuweza kufika tu moja kwa moja, basi lam tahtaju ila hadha takyidi, hakutahitajika kuwekwa vifungo hivi kwamba lazima uwe na uwezo wa kuzidi na hivi na hivi. Kalami kama lam yahtaju ilayhi, kama ambavyo haikuzungumzia hoja hizo fi ayati as-sawm, kwenye aya zilizokuja kuwajibisha kufunga, wasalati, na kwenye sala. Fala kama lam yahtaju ilayhi, kama ambavyo haikutolewa hoja fi ayati saumi, kwenye aya zinazungumzia funga kwamba hakuna uwezo wa funga, kwamba lazima uwe na uwezo wa kufunga na ziada. Tuko pamoja? Na kwenye sala haikuja kwamba uwe na uwezo wa kuswali na ziada. Kwa hiyo faulima, kwa maana hiyo basi itafahamika anna al-mu'tabar, kwamba kinachozingatiwa qadrun zaidun ala dhalika, lazima mtu awe na uwezo uliokuwa umezidi zaidi ya hapo, siwe na kuweza kufika tu, uwe na ziada. Walaisa huwa illa almal, na hakuna uwezo wa kusudiwa isipokuwa kwa uwezo wa kusudiwa mali, kwa uwe na change ya ziada. Wa aidan, vile vile, fa innal hajja, isitoshe hija ibada, hija ni ibada muftaqiratun ila masafa, inahitaji masafa ya safari. Muftaqira, hija ni ibada muftaqira ambayo inahitaji ila masafa, lazima ukate masafa uende ndio ufike hija. Kwa maana hiyo basi faftuqira ujubuha, kwa hiyo ikahitajika uwajibikaji wake ila milki zadi, lazima mtu amiliki matumizi wa rahila, na lazima amiliki usafiri. Kal jihad, kama vile jihadi lazima umiliki usafiri na uwezo vile vile. Kama huna usafiri huwezi kwenda jihadi. Basi kama vile jihadi na hija ndio umiliki nguvu, lakini pia umiliki na nauli ya kukufikisha jihadi. Na hija ndio uwe na nguvu, lakini pia uwe na nauli na masurufu, matumizi ya kutumia kama jihadi. Wa dalilu al-asli, na dalili ya asili kabisa kwenye mambo ya jihadi, qala qauluhu ta'ala, kauli yake Allah kusema wala ala alladhina, huku aya zilikuja kwamba hakuna dhambi kwa watu gani, kwenda wala ala alladhina, wala hakuna dhambi kwa wale ambao la yajiduna, hawana ma yunfikuna, hawana cha kutoa kwenda jihadi, hawana cha kutoa, hakuna haraj, hakuna dhambi kwao. Kwa lazima wawe na masurufu. Aliyekuwa hana dhambi, ma yunfikuna haraj, aliyekuwa hawana cha kutoa hawana dhambi. Aya zikaendelea ila kaulihi, mpaka kwenye kauli yake akasema wala ala alladhina, wala hakuna dhambi kwa wale ambao idha ma atauka, pale walipokujia wewe, litahmilahum, uwabebe kwa nauli yako wewe, kulta ukawaambia la ajidu, sina mimi ma ahmilukum alayhi, cha kukubebeni, sina nauli hiyo tungeni. Wakaondoka pale, tafidhu min ad-dami. Kwa lazima ilikuwa lazima wawe na uwezo na wao wa mashurufu ya jihadi, basi na hija ni hivyo. Wa fi al-muhaddab, na katika kitabu muhaddab, bila shaka sharh al-muhaddab hiyo,
Anasema wa in wujida ma yashtari bihi zad, kama mtu in wajada, akipata ma, kitu ambacho yashtari bihi, ya kununulia, zadi matumizi, yani vyakula, warahila, kapata pia cha kununulia usafiri au nauli, lakini wa huwa muhtaju ilayhi, lakini kapata, lakini naye pia anakihitajia kile kwa matumizi mengine, sawa. Kwa pengine vipi? Lidaini alayhi, pengine kwa sababu ya deni adaiwa, sawa, kamiliki nauli ya kwenda na kurudi, chakula cha kutumia muda wote, lakini ana deni adaiwa. Kwa hiyo hichi alichokipata pia anakihitaji kwa matumizi ya kulipa deni. Vipi huyu naye? Aende tu aache deni huku, au alipe deni halafu yatakuwa sio mustati? Anakihitaji lidaini kwa sababu ya deni. Alhal, ilo deni pengine limetakiwa kulipwa haraka, ala alfawr, yani mbio mbio lilipwe. Jamaa anamwambia mimi bwana, habari ya kukusubiri, nataka unilipe mapema. Warahila wa huwa muhtaju ilayhi lidainin alayhi, anakihitaji kile kulipa deni alilonalo. Huyu lam yalzimuhu, halazimikiwi na hilo. Kwake hija si lazima, haijawajibika, kwa sababu sawa pesa ya kutosha anayo, lakini ana deni, manake akitoa deni haitimii tena ile. Huyu lam yalzimuhu, hija haijamlazimu. Halan kana dainu, likiwa ni deni la haraka haraka, kwamba katakiwa kulipa haraka, au muajjala, au hata kapewa muda lile deni, bado hana uwezo analipa. Kwa nini? Lianna daina, kwa sababu deni alhali lile la kulipa haraka haraka, ala alfawri, ndio natakiwa lilipe haraka hilo. Walhaju, hija, ala tarahi, tuliona huko nyuma jamani, juzi lakini hija uwajibu wake ala tarahi, si kwa haraka haraka. Tuliona ikhtilafu ya maulama, kwa wengine wakasema hija wajibu wake unatakikana kwani haraka haraka, kwamba unapomiliki tu uwezo lazima ukahiji, au unaweza ukasubiri mwaka huo ukenda mwaka ujao. Tuliona khilafu za maulama, wengine wanasema wajibu wake ala alfauri, kwamba hutakiwi kuchelewesha madhali uwezo umepata. Wengine wakasema ala tarahi, na hii kauli inayokuja ni katika wale wanaona ala tarahi, kwamba sasa wewe una deni natakiwa lilipwe haraka, ndio kawaida ya deni. Qadhahu ala alfawri, ulipaji wake ni wa haraka. Lakini hija ala tarahi, uwajibu wake ni wa tunasemaje, kupuruzia, wa kungojea, kwamba si lazima mwaka huu, unaweza kwenda hata mwaka ujao, mwaka huo mwabili wa pele yake na mwingine na mwingine. Sasa kipi kitangulizwe kunapotokezea wajibu miwili? Hii katika fiqhul aulawiyya jamani, kuna kitu kinaitwa fiqhul aulawiyya, kujua kwamba kumetokezea ibada mbili, kuna hija, kuna deni, zote zinatakiwa zitekelezwe. Kipi unatakiwa utangulize? Wanasema utatanguliza deni ala alhaji, na wote wanakubaliana hivyo, ila hawakubaliani hii sababu. Kwenye hii sababu wote hawakubaliani, kwamba sababu wanasema hija wajibu wake ni nini? Ala tarahi. Tumeona kwamba wengine hawaoni kwamba hija wajibu wake ni ala tarahi, lakini kwenye mambo ya kutanguliza deni wote wanakubali kwamba deni lazima ulipe deni kuliko kwenda hija, na sio kwenda deni tu jamani. Mtu ana pesa ya kwenda hija, kwenda na kurudi, lakini hajaoa na anahitaji kuoa, kuvumilia tena hawezi, tupo ende hija. We hija bwana, usende bwana, we chukua hiyo pesa ukaoe, na ukishaolea manake haitimii tena, we bado sio mustaqim. Waelewana jamani? Kwa sababu kinaangaliwa hizo ibada jamani, fiqhul aulawiyya inaangaliwa ibada hii na hii, ipi ya kutanguliza.
Naam. Lianna dainu alhal, kwa sababu deni lile lilikuwa la haraka, ala alfauri, inatakiwa kulipwa haraka. Walhajju, hija, ala tarahi, kutekelezwa kwake unaweza ukasubiri baadaye mwaka ujao na ujao. Kwa ndio maana fakuddima alayhi, ikatangulizwa ibada ya kulipa deni kabla hija. Walmuajjalu, na hilo deni ambalo lenye muda pia, kwamba bwana deni hujatakiwa ulipe leo, sawa, ni muajjal nalo. Hili anasema yahillu alayhi, hii bwana itahalalika kwenda hija madhali lina muda. Fa idha sarafa ma ma'ahu fil haji, sasa atakapotoa ma ma'ahu, kile alichonacho yeye, fil haji, kwenye hija, akisema analipa, lam yajid ma yakdi, hatopata cha kulipia bihi ad-dainu, cha kulipia bihi. Kwa hiyo madhali ni faur, kwa hiyo atatakiwa yeye asiende hija. Qala, kasema wa in ihtaja ilayhi almaskani, kwa mfano ikiwa sasa anamiliki matumizi ya kwenda hija na usafiri, lakini ihtaja ilayhi almaskani, ana haja ya makazi, pengine huku kapanga nyumba na kodi ishafikia kulipa, anahitaji makazi, au hajapanga lakini ndio hivyo hana pa kukaa, huko nyumbani watu hawana pa kukaa, anahitaji makazi. Kwa maana akitoa pale akatengeneza makazi haitimii tena hiyo, akihitaji maskani, la budda min mithlihi, hakuna budi, lazima apate makazi yanayofanana na yeye. Jamani, katika sheria kuna vitu ardhi, heshima ya mtu inazingatiwa katika dini, tena imo katika daruriyat al-khams, sita, wengine wanasema daruriyat sita, ikiingia nayo ardhi, heshima inakwenda kwa mujibu wa mtu alivyo, kwamba huyu ana pesa ya kuendea hija, tunaelewana, na usafiri tayari unatimia, lakini huku anahitaji makazi, tuelewana, anahitaji nini? Makazi. Au pengine kule endako pia na yeye pia atahitaji nini? Makazi. Sasa hayo makazi madhala hitaji, basi makazi yatapigwa hesabu yaliyokuwa yafanana na yeye. Tuko pamoja? Yaani sitakuwa mtu, nafikiri mshafahamu mtu, yani high quality, halafu unasema bana wewe inabidi huyu makazi yake, yani akakodiwe kibanda cha mgongo, akiingia ndani anainama hivyo, tunaelewana? Hiyo sio, bado ataambiwa huyu hana istitaa. Istitaa maana yake apate makazi yaliyokuwa yaendana na yeye, na huo usafiri pia unaoendana na nani? Na yeye. Shekhe, wewe ushazoea bana tena gari lenyewe lile, mimi sijui kulitaja jamani, yani gari lilokuwa babu kubwa sijui lipi, mimi najua keri tu, sawa. Sasa unakuja kumwambia bana wewe usafiri bana, daladala zipo, tena daladala yenyewe kama zile za kwa wenzetu kule za kushikilia nini, posi, umkute neje, mpaka watu wote wakinua lazima wanashangaa kwanza, wakimuona lazima washangaa, na huyu naye anakuja huko, kwa sababu sio mithili, inakuwa inamvunjia nini? Ardhi yake, heshima yake. Kwa hiyo inatakiwa makazi yaliyokuwa mithili. Au khadimin, au pengine anahitaji mtumishi, yeye ni mtu wa mtumishi, mimi na wewe hatuna watumishi, watumishi ni wenyewe, si ndio? Sasa anahitaji kupata khadim yeye,
basi matumizi lazima yapatikane na ya hali, ndio istitaa. Ila khidmati, anahitaji wa kumhudumia, basi madhali anahitaji mtumishi, na akitoa ya mtumishi haitotimia, lam yalzimuhu, haitamlazimu hilo, sababu ina maana bado istitaa haujatimia. Wa in ihtaja ila nikahi, na kiwango kile kikipatikana, lakini huku ana mahitaji ya kuoa, kwamba sasa akioa au akiolewa, wafahamiana, maana sio kuoa tu na kuolewa pia. Huyu naye ataka kuolewa, na kwenye kuolewa si kuna gharama jamani. Kwa hiyo akitoa ile mali, gharama zile za harusi na kuoa itapungua, haitofikia, anahitaji hayo, basi huyu na yeye, wa huwa yakhafu al-anz, lakini huyu ambaye lakini awe anaogopea kuingia kwenye zina, kwamba yeye sasa kafikia pahala kuvumilia kuoa hawezi tena, au kuolewa, anaogopea al-anat, kuingia kwenye nini, kwenye laana ya zina, na pesa ya kwenda hija imetimia, kwa tukiitoa tukifanyia harusi hii sasa haitimii, na akiwa hakuoa aogopea kuingia kwenye zina, hiyo hija atakwenda fanya kule labbaika, kwa akikumbuka mambo mengine. Hapo sasa katika fiqh al-awlawiyya inasema qaddima nikah, inatangulizwa ndoa. Hija utasubiri upate uwezo.